Ni saa 12 asubuhi Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, leo ni siku ya kupiga kura katika utaratibu unaofahamika kama kura ya mapema visiwani Zanzibar, huku kesho umma wote kwa ujumla ukiungana na Tanzania bara katika zoezi la uchaguzi mkuu. Changamoto hatutarajii kwa sababu tumejipanga. Bila shaka tunaona kwamba mafanikio tu, kwamba kama utakuwa shuhuda, tumeendesha kampeni za kistaarabu. Watu 3 wafariki dunia nchini Jamaica, huku kimbunga kikali zaidi duniani kuwahi kurekodiwa kikitarajiwa kutua katika nchi hiyo leo Jumanne. Serikali yawataka watu kuchukua tahadhari. The storm is going to be catastrophic in parts, and so we're going to have record rainfall and the wind is so strong. Na utamsikia Seini Bohe, moja kati ya wanawake wa Kiafrika anayefanya kazi katika soka la wanaume barani Ulaya. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Jamhuri mwa vyombo. Shukran Martha, na karibu tena msikilizaji. Habari za hivi punde ni kwamba Rais Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire ameshinda uchaguzi wa nchi hiyo kwa karibu 90%, huku mpinzani wake Bi Simeon Gbagbo akipata 2.42% pekee. Wapinzani wameufananisha uchaguzi huo tata wa Jumamosi kama mapinduzi ya kiraia. Kiongozi wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amethibitisha kwamba vikosi vyao vimeondoka mjini El Fasher, wakisema ni kwa ajili ya kuepusha mauaji na madhara zaidi kutokea. Everyone has followed what happened in El Fasher. Ulimwengu umefuatilia kile ambacho kimetokea huko El Fasher. Kwa hakika uongozi katika eneo hilo, ukiwemo ule wa kiusalama, wametathmini hali ilivyo, hali ya mauaji na uharibifu inayoendelea huko. Hivyo uamuzi umechukuliwa kulihama eneo hilo hatari ili kuepuka mauaji na uharibifu. Spare the rest of the citizens and the rest of the city from destruction. Hatua hiyo inakuja baada ya vikosi vya mahasimu wao RSF kuchukua udhibiti wa mji huo hapo jana. RSF wamekana kuendeleza ukatili dhidi ya raia, hasa wale ambao si wa jamii ya Kiarabu. Wizara ya mambo ya nje nchini Kenya kwa mara nyingine tena imetahadharisha dhidi ya usafirishwaji watu kinyume cha sheria. Imebainika kuna baadhi ya Wakenya waliokwama katika kambi za kijeshi za Urusi, ambako kwa kujua au kutojua wamejipata katika ushirika wa vita baina ya Ukraine na Urusi. Mwezi jana polisi walivamia ofisi moja mjini Nairobi, ambako usajili ulikuwa unaendelea kwa wanaotafuta ajira nchini Urusi. Rais Paul Biya wa Kameruni mwenye umri wa miaka 92 ameahidi uongozi wa ufanisi na kuunganisha tena taifa. Ni baada ya kutangazwa mshindi kwa muhula mwingine tena wa miaka 8. Atakapokamilisha muhula huu mpya atakuwa anakaribia umri wa miaka 100. Phyllis Mwate anayo maelezo zaidi. Paul Biya amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 42 na ndiye rais mkongwe zaidi duniani. Polisi nchini humo wamekuwa wakitumia vitoa machozi na hata risasi za moto kukabiliana na wafuasi wa upinzani wanaopinga matokeo hayo yaliyompa Paul Biya ushindi. Kiongozi wa upinzani Isa Chiroma Bakari ameshtumu vitendo vya polisi kuwafyatulia risasi waandamanaji, ambapo anasema wamesababisha vifo vya wafuasi wake wengine 2 karibu na nyumbani kwake mjini Douala. Na kimbunga Melissa kinatarajiwa kuikumba Jamaica kwenye saa chache zijazo. Wakazi wametakiwa kuchukua tahadhari kuu. Kimebashiriwa kuwa kikali zaidi kuwahi kugonga kisiwa hicho. Jana serikali ilisema inahamisha sehemu ya mji mkuu Kingston kama mojawapo ya hatua za tahadhari. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na Jamhuri mwa vyombo. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika nchini Tanzania ni pamoja na Abudi FM na Zenje FM visiwani Zanzibar. Kenya ni Loliondo FM, Uganda Radio Kitara, nchini DRC Radio Muungano Beni, na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili, ambako pia nitafurahi kusoma ujumbe wako utakaotuandikia hapo. Mimi ni Martha Saranga, karibu.
Huko visiwani Zanzibar leo ni siku ya kupiga kura katika utaratibu unaofahamika kama kura ya mapema. Kuna makundi ya watu watapiga kura leo na umma kwa ujumla kesho, ambavyo itakuwa Tanzania bara. Sasa tunajiunga na mwenzetu Sami Awami aliyepo Unguja kufuatilia uchaguzi visiwani humo. Habari za asubuhi Sami, labda kwa msikilizaji ambaye hafahamu vizuri kura hii ya mapema, unaweza kuelezea kidogo? Naam, bila shaka Masa. Hii ni kura ambayo kwa kweli inapigwa hapa visiwani Zanzibar tu, huko Tanzania bara haipo. Lakini kwa haraka tu ni kwamba kura hii ilianza kufuatiliwa au kutekelezwa baada ya sheria kupitishwa au kufanywa kwa sheria kwa mabadiliko kidogo ya sheria mnamo mwaka 2018. Kwa hivyo naamini kwa mara ya kwanza ilianza hiyo 2020 na si watu wote wanaopiga kura hii ya kwanza ya mapema. Kwa hivyo kuna makundi ya watu, kwa mfano kama vile wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wa vituo, lakini pia askari polisi na watendaji wengine wa tume ya uchaguzi, kwa maana kwamba ilionekana kuna kundi la watu ambalo waliona kama ni kubwa linaloshindwa kufanya uchaguzi au kupiga kura yao siku ya uchaguzi yenyewe, kwa sababu wanakuwa na majukumu ya moja kwa moja ya simamia au ya kushughulikia hasa uchaguzi ufanyike. Zoezi lenyewe alafu siku inayofuata umma uendelee. Zoezi lenyewe hasa linatarajiwa kuanza na kukamilika muda gani? Tunaamini asubuhi hii mapema. Kwa mfano kama ninavyozungumza na wewe hapa, tayari maandalizi yanaendelea kufanyika, na mapema tu asubuhi ya leo basi hiyo kura itapigwa. Lakini si kura mapema tu ambayo imekuwa ikilalamikiwa na wapinzani visiwani humo. Sami, wamekuwa hawana imani pia na tume yao ya uchaguzi. Hili lenyewe liko vipi? Ni kweli haya ni moja kati ya malalamiko makubwa ambayo yamekuwepo hapa, na si jipya. Zimekuwepo uchaguzi zilizopita, lakini hata sasa wameendelea kusema tume bado inaundwa na wanadai wapinzani kwamba inadhibitiwa na chama tawala pamoja na serikali. Kwa hivyo hawaamini kwamba itatenda haki katika uchaguzi huu. Lakini hili ni swali ambalo nilifanikiwa kumuuliza mkurugenzi wa tume, na haya hapa ndio yalikuwa majibu yake. Wanakosea kusema hivyo. Itizame structure ya tume yetu. Inaongozwa na mtu mwenye sifa za jaji. Mara hii tumebahatika tunaongozwa na jaji, lakini mtu wa pili anatoka kutoka katika mahakama, lakini watu wawili wanatoka chama cha upinzani. Wamo wajumbe kutoka chama cha upinzani wanasavu. Je, hilo ni kosa? Kutoka chama cha upinzani ambao ni wajumbe watatu, kwa sababu wawili wanatoka katika chama cha ACT, mmoja anatoka Datadea. Sasa hilo ni kosa? Je, uwazi umekosekana? Huoni kwamba tuna uhuru na uwazi katika kuona vipi watu wote wanashirikishwa katika tume hii, tume ambayo inatizamwa na vyama vyote vikuu? Je, kuna tatizo hilo? Kwa hiyo sioni kama hilo kosa. Ni muhimu, ninayokuambia tena, wafike wakati kwamba wananchi na vyama vya siasa waendelee kutuamini kwamba sisi tunatekeleza haki. Wahakikishe wanahamasisha wananchi kufahamu sheria na kujua taratibu, na linapotokea tatizo sheria zipo wazi, wanakwenda mahakamani. Kesi ngapi washakwenda mahakamani, na zote zinapatwa fatwa na maamuzi yanatolewa. Kwa hiyo bado sioni kwamba hivyo vitu mambo yanakuja kama yana msingi katika hii demokrasia yetu. Waache kulalamika sana, sio vizuri kama wanasiasa ambao wanajiamini kuendelea kila siku malalamiko yakiwa mengi. Ni vyema kuendelea kuelimisha wananchi haki zao na jinsi gani ya kupiga kura yao ili wawachague. Mnatarajia changamoto gani? Changamoto hatutarajii kwa sababu tumejipanga. Bila shaka tunaona kwamba mafanikio tu, kwamba kama utakuwa shuhuda, tumeendesha kampeni za kistaarabu, tumemaliza kampeni zote, tumetoa fomu. Kama unakumbuka, tumetoa fomu wakati huo mgombea ambaye alokuwepo, huyo ambaye unalalamika, alikuwa ashakosa vigezo vya sifa, lakini tume ilimwonea huruma na kumpitisha, kwa sababu tunataka uwakilishi na ushawishi na siasa ambayo kila mmoja atakuwa na haki ya kuweza kumchagua mtu ambaye anamhitaji. Matokeo mnatarajia kutangaza ndani ya muda gani? Matokeo kwa kweli tunatarajia kutangaza soon yanapoanza kuletwa katika eneo letu. Kwa hiyo uchaguzi unafanyika tarehe 29, tunatarajia kituo kinafungwa saa 10 za jioni. Taratibu za kuhesabu inategemea masaa atakayochukua, lakini atakapoanza kuwasili tu basi tunahakikisha kwamba tutayatangaza kwa kila jimbo na kwa kila hatua ambayo inakuja. Teknolojia imekuwa. Mwaka uliopita tulitangaza ndani ya masaa 24, na mara hii tunatarajia kutangaza ndani ya masaa 24 kwa sababu tumejipanga katika hilo. Namni ndugu Thabit Idarus Faina akikamilisha mahojiano hayo na Sami Awami. Lakini Sami, kwa kumalizia, hali ya usalama iko vipi? Zanzibar ni shwari, usalama umeimarishwa kabisa. Sehemu ambazo zinakuwa na mikusanyiko mingi utaona kuna maafisa wa serikali, lakini magari pia ya polisi yamezunguka kuhakikisha usalama unazingatiwa. Kwa hivyo Zanzibar huku ni shwari kabisa. Naam, asante sana Sami Awami, tunakutakia kila laheri katika kutimiza majukumu yako hapo. Shukrani.
Naam, tukiendelea kuangazia masuala haya ya uchaguzi nchini Tanzania, raia wa Tanzania kesho watajitokeza kupiga kura kuchagua viongozi wao, rais, wabunge na madiwani. Kwa mujibu wa Tume Huru ya Uchaguzi ya nchi hiyo, matokeo ya urais yatatangazwa ndani ya saa 72 baada ya kuhitimisha zoezi la upigaji kura. Vyama 17 vimesimamisha wagombea kwenye nafasi ya urais. Visiwani Zanzibar, kura zitapigwa kwa siku 2 kuanzia hii leo. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek ana taarifa kamili. Baada ya siku 60 za wagombea wa nafasi mbalimbali kuuza sera zao kwa wananchi, sasa sanduku la kura linaenda kuamua. Ni uchaguzi unaotazamwa kwa sura mbalimbali. Kwanza, kwa mara ya kwanza katika historia ya siasa ya vyama vingi nchini Tanzania, wagombea urais wanawake 3 wamejitokeza kuwania nafasi ya juu ya kisiasa, huku chama tawala CCM kikiwa kama mwanzo wa historia kinamsimamisha mwanamke kupeperusha bendera ya chama chao kwenye nafasi ya urais. Charles William ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Ni jambo zuri, naongeza hiyo hamasa, watu hawashtuki tena kuona mwanamke kwenye nchi hii anaomba urais. Lakini kwa wachambuzi wa siasa, uchaguzi huu wa mwaka huu unatazamwa kuwa ni uchaguzi uliokosa ushindani, kwani utakuwa uchaguzi mkuu wa kwanza kufanyika bila chama kikuu cha upinzani kushiriki. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesusia kwa kusisitiza mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua mshindi tayari. Tumesema no reforms, no election, na hatuwezi kurudi nyuma. Kwa upande wa chama cha ACT, mgombea wake Luhaga Mpina ambaye alihamia chama hicho kutoka CCM alizuiwa kuwania kwa mapingamizi mbalimbali. Ladha ya uchaguzi kwa maana ya ule ushindani kuwa mkali baina ya pande hizi mbili kwa mwaka huu haupo. Nadhani hiyo ndo tofauti kubwa ukilinganisha na uchaguzi mwingine na zingine nyingi ambazo zimewahi kufanyika. Hatujawahi kuwa na uchaguzi ambao chama kikuu cha upinzani hakishiriki tangu tumeanza chaguzi za vyama vingi. Uchaguzi huu una wagombea urais kutoka vyama 17 tofauti. Rais atakayechaguliwa atakuwa na jukumu kubwa la kukabiliana na changamoto za kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira, matukio ya utekaji na kupambana na ufisadi. Joseph Malekela ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Ni matarajio yangu viongozi watakaochaguliwa ngazi ya diwani, bunge na hata rais wana kazi kubwa sana ya kufanya katika kushughulika na changamoto za vijana, na ziko nyingi sana, ikiwemo masuala ya ukosefu wa ajira. Tunafahamu ni tatizo la dunia nzima, lakini tunachohitaji sio kuelezwa matatizo, ni ubunifu. Katika kipindi chenye changamoto kubwa za kama vile ukosefu wa ajira, viongozi wanakuja na ubunifu gani ili kuweza kukabiliana hizo changamoto? Zaidi ya wananchi milioni 37 wamejiandikisha kupiga kura kutoka Zanzibar na Tanzania bara. Wengi wao ni vijana. Lakini swali ni je, idadi ya wapiga kura itaongezeka au kupungua ukilinganisha na chaguzi zilizopita? Lakini wananchi wana mtazamo gani kuelekea uchaguzi utakaofanyika kesho? Kura ni haki ya kila mtu, kila mwananchi, na tunapoongelea kila mwananchi ni mwananchi ambaye amefika miaka 18 na kuendelea. Mimi kama kijana naweza nikasimama kwenda kutimiza haki yangu ya katiba ya kupiga kura. Lakini kwenye swala la mgombea ni siri yangu binafsi. Uchaguzi wa mwaka huu kwa mimi binafsi sitashiriki kwa sababu ya mifumo ya uchaguzi jinsi ilivyo, kwamba unaenda kupiga kura, unaenda kumpigia kura atangaze. Uchaguzi nitashiriki uchaguzi kwa sababu kwanza ni haki yangu ya kimsingi mimi kushiriki uchaguzi. Ni uchaguzi ambao umepoteza ladha, uchaguzi ambao hamshawishi mtu yoyote kufanya uchaguzi. Kampeni za uchaguzi zitahitimishwa leo na siku ya kupiga kura itakuwa kesho. Hata hivyo, kwenye mitandao ya kijamii zipo hamasa za kufanyika maandamano siku ya kesho, huku serikali na jeshi la polisi vikitoa onyo kali. Nami napitia ujumbe wako uliotuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook. Goligota Magabe kutoka GGM Unit Geita, Tanzania, unasema unamshukuru Mungu kwa kuamka salama, unafuatilia matangazo haya kupitia Radio Free Africa. Posho John unasema kutoka Arusha, Mungu tunaomba tujalie Tanzania iwe ya amani, Mungu ibariki Tanzania. Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga, we unaomba jeshi la polisi nchini Tanzania kuimarisha usalama na amani katika uchaguzi mkuu. Lakini pia na kuona James Babaz unasema wewe ukiwa Kyerwa unatakia uchaguzi mwema hapa Afrika.
Habari kuu asubuhi hii. Leo ni siku ya kupiga kura katika utaratibu unaofahamika kama kura ya mapema visiwani Zanzibar, huku kesho umma wote kwa ujumla ukiungana na Tanzania bara katika zoezi la uchaguzi mkuu. Watu 3 wafariki dunia nchini Jamaica, huku kimbunga kikali zaidi duniani kuwahi kurekodiwa kikitarajiwa kutua katika nchi hiyo leo Jumanne. Serikali yataka watu kuchukua tahadhari. Na utamsikia Seine Boge, mmoja kati ya wanawake wa Kiafrika anayefanya kazi katika soka la wanaume barani Ulaya. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Afrika Mashariki ni saa 12 na dakika 16, wakati ni saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Na sasa tuelekee viwanjani kwake Phyllis Mwate. Asante sana Martha. Nami namna hivi ndivyo na jaja. Brendan Rodgers amejiuzulu kama meneja wa timu ya Celtic, huku kukiwa na shutuma kutoka kwa Dermot Desmond, mmoja wa wamiliki wakuu, kwamba Rodgers alikuwa na tabia ya mgawanyiko, upotoshaji na ubinafsi, na nafasi yake ingawa kwa muda tu itachukuliwa na meneja wa zamani Martin O'Neill mwenye umri wa miaka 73 na aliyekuwa kocha wa miaka 20 iliyopita, akisaidiwa na mchezaji wa zamani wa Celtic Sean Maloney ambaye alifutwa kazi kama meneja wa Wigan Athletic mwezi Machi. Na mmoja wa wasimamizi wa timu ya Sheffield Wednesday amesema wamepata watu walio na nia dhabiti na huenda klabu hiyo ikapata wamiliki wapya kufikia mwisho wa mwaka huu. Chris Wigfield anayeongoza mchakato huo wa kutafuta wamiliki wapya anasema kwamba Wednesday inapaswa kubaki sokoni kwa siku 28 kulingana na kanuni za EFL, na anadai kuwa tayari wamepokea nia kutoka kwa wanunuzi watarajiwa. Na hatimaye kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya kinadada ya England Ella Toone anasema itakuwa kama mchezo wa kulipiza kisasi kwa Australia wakati timu hizo zitakapokutana katika mechi ya kirafiki kwenye uwanja wa Pride Park siku ya Jumanne. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu mara ya mwisho timu hizo mbili zilipokutana, England ilishinda Australia katika nusu fainali ya kombe la dunia la wanawake la mwaka 2023 mjini Sydney. Na tena katika mkutano wake na wanahabari mapema Jumatatu, beki wa Australia na Arsenal Steph Catley alikiri kuwa kipigo hicho kilikuwa kilichomuumiza moyo zaidi katika maisha yake ya soka. Nikomee hapo Martha. Mimi ni Phyllis Mwate. Asante. Shukran Phyllis Mwate. Zanzibar ina idadi ya vijana wanaojiandaa kupiga kura kwa mara ya kwanza inaongezeka. Miongoni mwao ni Saima Said Hamad, mwanafunzi wa saikolojia aliyejiunga na Pamoja Youth Institute, kundi linalotoa elimu kuhusu umuhimu wa kushiriki kwenye uchaguzi. Saima anasema kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2025 ni fursa ya kusikika na kuchangia mustakabali wa jamii yake. Bara wapiga kura wa mara ya kwanza pia wameonyesha hamasa, wakiomba serikali kuongeza elimu kwa wananchi kuhusu mchakato na umuhimu wa kupiga kura. Elizabeth Kazibure ana maelezo zaidi. Vijana ni taifa la kesho, lakini wengi wanaamini hatima yao hujengwa sasa kupitia sanduku la kura ili kumchagua kiongozi mwenye sera zitakazotatua changamoto zao. Saima mwenye umri wa miaka 20 ni miongoni mwao, na kwa mara ya kwanza atapiga kura hapa visiwani Zanzibar. Yeye ni mwanafunzi wa shahada ya saikolojia na mama wa watoto 2. Kati ya kulea watoto na kusoma, pia ni sehemu ya kundi la vijana wanaohamasisha wenzao kujitokeza kupiga kura, akiamini kuwa kila sauti inaweza kubadilisha mustakabali wa nchi. Nikiwa kama mwelimishaji rika wa vijana wenzangu, ratiba yangu inaanzia asubuhi pale tu ninapoamka. Naanza kufanya usafi ndani mwangu, kuwatayarisha watoto wangu, pia na kujiandaa kutoka kwenda majumbani, kwenda mitaani na kutoa elimu juu ya masuala mazima ya elimu ya uraia pamoja na kupiga kura, ili tu wasije wakalalamika baadaye kwamba tulimtaka kiongozi fulani lakini hakupita kwa kuwa wao watu 20 au wao watu 10 hawakujitokeza. Kwa hiyo imesababisha yule kiongozi ambao walimtaka asiwepo kwa muda ule na kuleta yale mabadiliko ambao yao waliyatarajia kutoka kwa kiongozi wao. Kura yako ni sauti yako, na sauti yako ni nguvu kubwa ya mabadiliko. Kwa Saima, kuhamasisha watu kwenda kupiga kura
kunaanzia nyumbani. Nilianza na sadaka yangu mwenyewe nyumbani kwa kumpa elimu mama yangu juu ya masuala mazima ya kwenda kumchagua kiongozi anomtaka. Mama yake alikuwa amekata tamaa kabisa na masuala ya uchaguzi. Hakuwa na hamasa tena ya kushiriki. Nilikosa matumaini kwa sababu nikiangalia zaidi na kwa najiangalia mimi mwenyewe mpaka hapa nilipofika, nakata tamaa kwamba sina msaada wa kitu chochote. Kwa hiyo nakata tamaa, nasema hata hiyo kwenda kupiga kura ikifika mimi siendi. Lakini baada ya kupokea elimu kuhusu umuhimu wa kupiga kura kutoka kwa mtoto wake, sasa ameahidi kuwa atatoka kutimiza haki yake ya kikatiba. Mwanangu kila nikikaa naye Saima ananishawishi. Ananiambia mama usikate tamaa kwa sababu bado kuna maisha. Ukienda kupiga kura tukamchagua rais ambaye tunamtaka na yakafanikiwa, basi huenda hapo mbele tukapata manufaa mazuri tu. Sio mama yake tu, Saima pia ameweza kuwaelimisha vijana wenzake kuhusu umuhimu wa kupiga kura. Ni uchaguzi wenye uhuru na kufuata kanuni na sheria, na kwa vile kila mtu anaelewa kura ni siri, na siri yangu ndio ninajua kwa nini kiongozi huyu namchagua. Lakini kwa nini nitamchagua? Kutokana na utendaji wake kazi au malengo na ahadi ambazo ametuahidi wa Tanzania ama vijana kwa ujumla. Kura ikiwa ni haki yangu, kuenda kupiga kura pia ni wajibu wangu na kufuata taratibu. Pale ambapo nitakwenda kumchagua yule ambaye ninamtaka, kwa sababu utaratibu upo, kuna watu ambao wanashughulika na masuala yale ikiwemo ZEC na wasimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo naamini ambaye nitamchagua ndio ambaye itakuwa ndio chaguo langu kiupande wangu. Bara pia vijana waliojiandaa kupiga kura kwa mara ya kwanza wanataka serikali ikabiliane na changamoto zilizopo, hususan kuhakikisha elimu ya mchakato wa uchaguzi inawafikia raia, hasa vijana. Elimu pia itolewe kwa watu ambao watu wazima, maana kuna elimu ya watu wazima na elimu ya watoto. Maana kuna watu hawajui hata elimu ya kupiga kura. Kwa hiyo natamani watu wajue umuhimu gani wa kupiga kura na vyanzo vingine. Umeme, miundombinu endelezwe. Kuna sehemu mpaka sasa hivi hakuna umeme. Kwa nategemea kiongozi ambaye nitampa kura yangu ili maendeleo yapite huko kote. Tunapoenda kujiandikisha, hasa mimi nilipoenda, ni swala unafika pale nashindwa kuelewa uongozi uko wapi, nifanye nini, kwa sababu sielewi, ni mara yangu ya kwanza. Lakini pia changamoto nyingine ni kutojua au kutoelewa tunapoenda kupiga kura nini kinachokuja mbeleni. Ndiyo changamoto kubwa zaidi ambayo inatukumba sisi vijana. Kwa Saima, kupiga kura si swala la siasa pekee, ni matumaini na ndoto ya aina ya Tanzania anayotaka watoto wake waishi ndani yake. Kura ni haki yangu, kwa vile mimi mmoja nitakayejitokeza kwenda kupiga kura ndio itakuwa chachu cha maendeleo ya mabadiliko pamoja na uendelevu wa jamii yangu. Kwa vijana ambao wamefikisha miaka 18, hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa wao kupiga kura ndani ya bara na Zanzibar. Kura yao inachukuliwa kama nguvu mpya katika taifa hili ambayo inaleta matumaini ya baadaye kwa nchi hii. Vijana kama Saima wanahamasisha wengine kushiriki, kuonyesha kuwa kila mmoja anaweza kuchangia mustakabali wa Tanzania. Taarifa yake Elizabeth Kazibure. Kwingineko ni kwamba watu 3 tayari wamefariki nchini Jamaica wakati nchi hiyo ikijiandaa na kimbunga kikali zaidi duniani mwaka huu na pengine kikali zaidi kuwahi kurekodiwa katika kisiwa hicho, huku wataalamu wa hali ya hewa wa Marekani wakionya kuhusu hali mbaya na ya kutishia maisha, kikitajwa kuwa na kasi ya upepo ya hadi kilomita 282 kwa saa. Kimbunga Melissa ni dhoruba ya kiwango cha 5 ambacho kina nguvu zaidi duniani. David Nkia na taarifa zaidi. Wataalamu wa utabiri wanasema kwamba kasi ya kimbunga hicho inazidi kuongezeka na inatarajiwa kutua katika kisiwa hicho cha Karibia mapema Jumanne. Katika visiwa jirani vya Haiti na Jamhuri ya Dominica, tayari watu 4 wamefariki, huku pia kikisababisha uharibifu mkubwa. Wataalamu wanaonya kwamba mwendo wa polepole wa Melissa unaweza kumaanisha kwamba mvua itakuwa kubwa na ya muda mrefu katika baadhi ya maeneo, na hivyo kuongeza hatari ya mafuriko mabaya na maporomoko ya ardhi. Dana Morris Dixon ni waziri wa habari.
hatari. Anasema kwa sasa serikali inahakikisha kila mtu aliyepo katika maeneo hatarishi anahamishwa mara moja. Watu wengi wamefanya kazi ya maandalizi, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo tunahitaji kuwahamisha watu, hasa kando ya pwani na ambao wako katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko, kwa sababu dhoruba itakuwa mbaya katika sehemu hizo, na hivyo tutakuwa na rekodi ya mvua na upepo ambao utakuwa na nguvu kubwa sana. So strong. Kwa nguvu yake ya sasa, kimbunga hicho kitakuwa kikali zaidi kuikumba Jamaika tangu uwekaji rekodi uanze mwaka 1851. Ndege maalumu ambayo hukusanya taarifa ya dhoruba katika eneo hilo ilishindwa kuendelea na kazi yake baada ya kukumbana na msukosuko mkali. Tayari mamia kwa maelfu ya watu wamehama makazi yao ili kuepuka kukumbwa na athari zaidi za kimbunga hicho. Taarifa yake David Inkia. Saini Mboge ni mfano wa wanawake wachache wa Kiafrika anayefanya kazi katika soka la wanaume barani Ulaya. Kutoka kukabiliana na ubaguzi wa kijinsia na dhana potofu alipokuwa msichana mdogo nchini Gambia, sasa amepanda ngazi na kuwa meneja wa ustawi wa wachezaji katika klabu ya kulipwa huko Scandinavia. Lakini licha ya mafanikio yake, Saini hajawasahau nyumbani kwao Gambia. Isaya Akinremi wa BBC Sports Africa alizungumza naye kuona namna anavyotumia uzoefu wake kuinua kizazi kipya cha wachezaji wanawake. Na taarifa hiyo inawasilishwa na Beldin Waliaula. Abuko, mji ulioko pwani ya magharibi mwa Gambia. Mji huu umekuwa mstari wa mbele katika mpira wa Gambia. Hao ni wanafunzi wa taasisi ya Abuko Islamic and Scientific Institute ambao wamefurahi kumkaribisha shujaa wao Saini Mboge. Hapa ndipo safari yangu ilianzia katika taasisi hii ya Abuko Islamic and Scientific Institute. Kwa Saini, safari hii imempa kumbukumbu kama mchezaji wa kitambo wa kandanda wa Gambia. Akiwa katika shule hii, Saini alionyesha ubabe wake katika mchezo wa kandanda wakati ambapo yeye na dadake waligunduliwa katika programu moja ya soka. Ostaz Jeng, mwalimu wake wa zamani, anasema alikuwa mwanafunzi mwenye bidii. Alipenda sana kucheza mpira. Tukicheza michezo mingine, yeye alipenda tu kandanda, aliabudu kandanda. Saini anasema amepitia changamoto nyingi akicheza mpira wa kandanda. Nilipoanza kucheza mpira wa kandanda katika mtaa wetu, ilikuwa nadra sana kwa wanawake kucheza mpira. Nilikosolewa sana kuwa natoa mfano mbaya, kwa sababu haikuwa jambo la kawaida katika jamii zetu. Licha ya kupatana na changamoto, uvumilivu wake ulizaa matunda na alichezea Gambia katika mashindano ya FIFA ya wachezaji wa chini ya umri wa miaka 17 katika mashindano ya kombe la dunia nchini Azerbaijan mwaka 2012 akiwa na umri wa miaka 16 pekee. Baada ya kucheza mpira kwa muda mfupi, Saini alijiingiza katika masuala ya uongozi wa timu za soka ambapo alihudumu kama mratibu wa shirika la mpira wa kandanda la Gambia kwa muda wa miaka 8 na ni mwanamke wa kwanza kutoka Gambia kuchaguliwa kusimamia timu ya wanaume bara Ulaya. Saini ana ndoto ya kutimiza zaidi ya yale ambayo amefanya tayari. Maono ya Saini ni kuona wasichana walioko katika shule yake wanatimiza ndoto zao. Asante sana Beldin Waliaula kwa taarifa hiyo. Tunaendelea kukuchapishia taarifa mbalimbali katika tovuti na mitandao yetu ya kijamii, huko andika BBC Swahili. Na hapa katika tovuti yetu tayari tumekuchapishia taarifa hii. Uchaguzi mkuu Tanzania mwaka 2025. Unajua safari ya kura yako na unavyoipiga? Tembelea tovuti hiyo uweze kujisomea mwenyewe kwa kina. Matangazo haya yamesimamiwa na David Inkia, Halima Nyanza muhariri, mitamboni Jonathan Mwangi na Esther Luambano. Kwa niaba ya Jamhuri mwa Vyombo, Phyllis Mwatemi, mimi ni Martha Saranga, tunakutakia asubuhi njema.